Na mtazamaji wa Mamboleo Online TV, leo nipo na bado TZA na kwenda kuangazia kuhusiana na lile tukio lililomkuta Hamisi Luonga ambaye alimuua mke wake na kumchoma moto kwa kutumia magunia mawili ya mkaa. So baada ya hapo kesi iliendelea kwa muda mrefu kidogo, kwa sababu tukio hilo ni la mwaka 2019, lakini kinachogonga headline au vitu vya habari zaidi kwa sasa ni kuhusiana na kuchukua muda mrefu zaidi tangu tukio lilipotokea na hukumu ilipotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania, na mahakama ilimhukumu kunyongwa mpaka kufa Hamisi Luonga ambaye ni mfanyabiashara aliyekuwa mume wa Naomi. Ukiangazia hapa pengine ni urefu wa tangu tukio lilipotokea na hukumu ilipotolewa. Watu wanajaribu kuuliza pengine ni kwa nini isingeisha muda mrefu huko mpaka inakuja kufikia wakati huu, ni zaidi ya miaka 5, 6, 7 imeshapita. Unajua, tukizungumzia masuala ya kimahakama na serikali hapa unakuwa una vitu viwili tofauti. Unajua, serikali iko kwenye upande wake na mahakama haiko, si serikali, mahakama. Unaelewa hilo? Kwa hiyo yawezekana mahakama ilikuwa bado haijatoa maamuzi na haijapata ushahidi sahihi kwamba yule jamaa alikuwa ni mhusika wa kuhusika na tukio, lakini mimi naweza kusema kwamba ni kitu kimoja. Kwa ile situation iliyotokea kwa yule jamaa, tuseme kwamba ilikuwa ni kurukwa na akili. Unajua, kutokea na jambo kama lile sometimes mtu anakuwa na akili. Ndio. Issue ilikuwa ni kwamba kwa story nilivyozisikia, jamaa alibush kumpiga mke wake baada ya kurudi nyumbani usiku. Si ilikuwa hivyo? Ndio. Baada ya kujaribu kumpiga kofi, alilikupa ile mwanamke na kudondoka, na akadondokea kisogo. Sasa navuta picha kwamba ile situation baada ya kutokea pale, ile mwanamke kuanguka pale na kutokwa na damu nyingi, hata kama ingekuwa wewe, sidhani, yani sijui ni maamuzi gani ungechukua. Kwa mimi nilishawahi kukaa na kupiga story za mtaani na vijana wenzangu, nikatoa mfano kwamba ikitokea siku mimi niko na mpenzi wangu Faraha, alafu ikatokea sitofahamu kwamba amefariki kipindi niko naye mimi ndani, yani maamuzi yangu mimi nitakayochukua ni kwenda tu kumfukia sehemu yoyote pasipo jua mtu yoyote, kwa sababu serikali yetu inakuwa ina vitu vya kuchukua kama ni command, kwamba ikikuta mtu kwamba kafariki nyumbani kwako, moja kwa moja inaonekana mtuhumiwa ni wewe, pasipo kufanya uchunguzi kwanza na kutambua kwamba situation ilikuwaje. Wao uchukua maamuzi kwanza kumfungia mtu mahabusu kwanza kwa muda huko, akaendelea kufanya uchunguzi. Okay. Kwa hiyo mara nyingi watu huwa inawapa hofu, na hizo sasa jamaa nayo ilimpa hofu kuona kwamba, lakini unajua tunacho uzito unakuja wapi? Ameshatenda tukio tayari. Ameagiza mtu akamnunulia mkaa magunia mawili. Ndio. Yamekuja, amechoma, ameangalizia mwili mpaka ukaisha, mpaka ikabaki majivu, akaezoa, akachukua na pikipiki akaenda shambani. Yaani kama ni akili ilikuwa imemruka, sidhani kama inaweza ikachukua masaa yote mpaka kuja kutimiza. Inaweza kawa labda alidhamiria, kwa sababu hata taarifa za awali zinasema kwamba baada ya kuwa limeshatokea ile tukio, alipofikishwa katika vyombo vya sheria, alijaribu kufanyiwa uchunguzi, aidha pengine alirukwa na akili au nani, lakini vipimo vilikuja kuonyesha kwamba yuko sawa, na ndio maana ikatolewa hukumu. Sasa watu bado wanajaji, kwa nini hukumu hii imechukua muda mrefu sana? Mimi nashindwa kutoa majibu sahihi. Nilikuwa natamani siku kwamba tungepata wasaa kidogo tukaenda mahakamani kufanya mahojiano na watu wanaohusika pale, watueleze ni kwa nini takriban miaka 7 au 6 imechukua kesi hii mpaka bwana ndugu nani anaitwa Hamisi kuchukuliwa hukumu. Kwa hiyo watu kwamba wanadai kwa nini jamaa asingekuwa ana kifungo huru, kifungo cha nje, kuendelea kufanya mambo yake mengine huku uchunguzi ukiendelea, na majibu atakapopatikana achukuliwe hatua. Lakini kutokana na taarifa ambayo ilitolewa ilikuwa nasema kwamba mahakama ilijikita
kupata majibu katika hoja tatu. Hoja ya kwanza ilikuwa ni kuthibitisha kama Naomi ni marehemu na kifo chake sio cha kawaida. Yaani mahakama kutoa hukumu kumhukumu Hamisi ilijikita katika hizo hoja tatu, ya kuthibitisha kwamba Naomi ni kweli ni marehemu na kifo chake hakikuwa cha kawaida. Lakini hoja ya pili ilikuwa ni kuthibitisha kama Luonga ndiye aliyehusika na kifo hicho na kuthibitisha kama alikuwa na dhamira mbovu. Kuna vitu vitatu vilikuwa vinaangaliwa. Kitu cha kwanza kuthibitisha kwamba Naomi kweli ni marehemu na kifo chake sio cha kawaida. Kitu cha pili ambacho kilikuwa hapa kinatakiwa kuthibitisha kwamba ni Luonga, ni yeye mume wake ndiye aliyehusika. Lakini cha tatu ni kuthibitisha kuwa alikuwa na dhamira hiyo ya kutaka kufanya kile kitendo. Pengine kuna watu wanaweza wakasema kwamba hata mimi mwenyewe naungana na watu wanaosema kwamba alikuwa na hiyo dhamira. Kwa sababu kama ilikuwa ni bahati mbaya asingefanya vile vitendo vyote alivyovifanya. Unasema alikuwa na dhamira. Alikuwa na hiyo dhamira. Kwa sasa tunasema kama wewe umesimama kama jaji wa mahakama. Unasema ni alikuwa na dhamira hiyo. Kwa vithibitisho vipi na vigezo vipi? Ndio maana kuna uthibitisho wa nani? Ndio maana anasema kwamba mahakama ilijikita katika hoja zipi? Hoja tatu. Hoja ya kwanza ilikuwa ni kuthibitisha ndio kweli Naomi ni marehemu, na kama ni marehemu kifo chake kilikuwa cha aina gani? Hakikuwa cha kawaida. Mbili, kuthibitisha kwamba mume wake ndiye aliyehusika. Hoja ya pili hiyo kabla ya kutoa hukumu. Hoja ya tatu kuthibitisha kwamba huyu mume wake alikuwa na hiyo dhamira ya kufanya hicho kitendo. Ndio maana nasema naungana na wanaosema kwamba alikuwa na dhamira mbovu, kwa sababu sitaki kuamini kwamba bahati mbaya, kwa sababu tumeshuhudia watu ambao wanatenda matukio kwa bahati mbaya. Miezi miwili nyuma kuna jamaa mmoja Mwanza alikuwa na tuseme ni mpenzi wake. Yule ni mwanafunzi wa kidato cha 5. Walikuwa ndani katika mambo yao, ikatokea changamoto sintofahamu, akamnyonga yule binti. Lakini mwisho siku na yeye alijinyonga. Kwa nini? Aliona nimefanya nini? Nimefanya kosa, mwisho siku hapa sina cha kusema, sina cha kujitetea na hamna kitakachonisaidia. Hiyo ndio unaweza kusema ni bahati mbaya. Lakini wapo wengine pia ambao wanafanya hivyo na kukimbia. Lakini kuthibitisha kwamba huyu jamaa dhamira yake alikuwa ni mbovu ni kumuua, kutafuta mkaa ulipo, kwa sababu sitaki kuamini kwamba akili ilimruka au aliona kwamba nimefanya kitu kwa bahati mbaya. Ilikuwa ni makusudi, ndio maana alifanya hivi vitu vyote. Aliagiza mkaa ukaja magunia mawili, akachoma, akasubiria mwili ukaisha, akachukua majivu, akapeleka shambani, akachimba shimo, akafukia. Mwisho siku hii tayari ina highlight na inatosha kuthibitisha kwamba alikuwa na dhamira mbovu. Kiachana na hilo la kusema uchukua muda mrefu. Bwana, naweza nikasema jamaa alikuwa na, yani tuseme alikuwa na ujasiri wa kipekee yake kabisa. Lile swala la kuchukua majivu na kwenda kuwafikia, lakini pia hakuishia hapo. Aliona ni bora niende polisi nikatoe taarifa. Nataka nimalizie kwanza hii taarifa then tuendelee kuitambua. Nasema kwamba jaji amesema uchambuzi wa kisayansi uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulithibitisha kwamba mabaki ya damu, mifupa na jino ni ya mwanamke. Sasa hapa ilikuwa inachambua hoja ya kwanza kuthibitisha kwamba Naomi ni marehemu na kifo chake kilikuwa cha kawaida. Kwa hiyo kilichofanyika hapa ni kwamba uchunguzi wa kisayansi ulichukua nafasi ili kuweza kutambua kwamba mabaki yaliyobakia ni ya mwanamke kweli. Lakini pia amesema kesi hiyo ina mazingira tofauti kwa kuwa hakuna mwili uliopatikana wala uchunguzi wa kidaktari uliofanywa, lakini yapo maamuzi ya mahakama ambayo yanaonyesha kifo cha mtu kinaweza kuthibitishwa kwa ushahidi wa kimazingira. Na mnukuu jaji anasema maamuzi ya kesi ya Mathias Bundala dhidi ya Jamhuri, sikujua dhidi ya Jamhuri, yanasisitiza kosa la mauaji linaweza kuthibitishwa na ushahidi wa mazingira na si lazima postmortem iwe imefanyika au mwili umeonekana. Mimi nataka niongelee kitu kidogo hapa. Nakumbuka katika Twitter ya kada mmoja wa Chadema, ni Boniai. Unakumbuka alikuwaga mahabusu, alikamatwaga na kupelekwa rumande. Sasa yeye alitweet na kusema kwamba alikuwa selo moja na Hamisi. Na anasema kwa situation anayopitia Hamisi inatoa fundisho kubwa sana kwa watu ambao wapo kwenye mahusiano. Ambao huwa wanaleteana jeuri kwamba uko na mpenzi wako, lakini mnapopangiana muda wa kurudi nyumbani unakuwa mnaleta utofauti.
hii mara nyingi huwa inasababisha matatizo kama haya. Yeye anasema kwamba alikaa na mtuhumiwa zaidi ya saa 24 kwenye chumba rumande, wakiwa wanaongea na kumjaji, akaona kabisa kwamba jamaa alifanya kile kitu kwa kutokukusudia, lakini kwa 50% zilizobaki inaonekana jamaa alikusudia, kwa sababu inasemekana yeye alipopiga naye story alisema kwamba alipokuwa anaongea naye yeye jamaa alikuwa amekusudia siku hiyo kumwadhibu mke wake atakaporudi nyumbani. Sasa kuna vitu viwili hapo, kufanya kwa kutokukusudia na kufanya kwa kukusudia. Dhamira yake ya kwanza ilikuwa ni kumpiga atakaporudi nyumbani, kumwadhibu, lakini si kumwadhibu kumuua. Lakini ikatokea mistake, baada ya kutaka kumwadhibu kwa kumpiga, mwanamke alidondoka chini na kupasuka na kutoka damu nyingi. Kwa hiyo Bonnie yeye mwenyewe akwambia jamaa afungwe kifungo cha maisha, itakapotokea Mungu akamchukua uhai wake afe kwa hiyo njia. Lakini nataka niongee kitu kingine hapo hapo kwamba mpaka sasa tujapata jibu kamili kwamba saini ya rais imetoka kwamba jamaa hahukumiwi kunyongwa. Mimi narudi hapo uliposema kwamba pengine alikusudia au hakukusudia. Tunajikita kwenye hoja nyingine ambayo mahakama nayo walijikita. Nasema kwamba hoja nyingine ilikuwa ni kuhusu mpwa wa mfanyabiashara, tuseme mpwa wa Hamisi, ambaye alielekezwa na Luonga kuchimba shimo lililotumika kumchomea Naomi, na pia alitumwa kununua magunia mawili ya mkaa na kuelekezwa kuacha nje ya geti. Kumbe aliyetumwa magunia ya mkaa ni mpwa wake na Hamisi. Sasa mimi nikajua aliyetumwa kununua magunia ya mkaa ni bodaboda tu. Hapana, sio bodaboda. Alimtumwa mpwa wake akanunua ya magunia mawili ya mkaa kwa ajili ya kufanyia hiyo kazi. Ndio. Lakini baada ya kuwa amesharudi hakuingiza ndani. Alielekezwa ayaache nje ayaache nje ya geti. Lakini tukio alikuwa analifahamu au alitumwa tu akanunua? Ngoja tuone hapa. Nasema kwamba magunia mawili ya mkaa na kuelekezwa kwa kuyaacha nje ya geti. Pia aliona vipande vya nguo kwenye shimo baada ya tukio kutokea.